Naam, karibu tena mtazamaji katika yanayojiri. Kumbuka kama nilivyokuarifu hapo awali ni kwamba tutakuwa na wageni wangu hapa studioni kuzungumzia masuala ya hali ya elimu ya junior school hapa nchini Kenya. Kumbuka ni chini ya mfumo wa CBE ama CBC ukipenda. Studioni nipo na Claudia Lagat ambaye ni afisa msaidizi ushirikishwaji wa sera katika shirika la Usawa Agenda, lakini pia nipo naye Macharia Mugwe, katibu mtendaji wa NAT hapa Nairobi. Vile vile nipo naye Boaz Waruku, mshauri wa sera na mikakati shirika la Elimu Bora. Lakini pia nipo naye Salim Suleiman, mwenyekiti wa KUPPET kwenye kaunti ya Murang'a kama sijakosea. Tunazungumzia hali ya elimu ya shule za msingi ya juu hapa nchini Kenya, kwamba ni JSS kama sijakosea. Na shirika la Usawa Agenda liliweza kutoa ripoti nafikiri wiki iliyopita kuhusiana na hali halisi ya JSS nchini. Kitu cha kwanza mnasema kwamba 27% ya wanafunzi wa grade ya 7 hawawezi kusoma hadithi za kawaida za Kiingereza za kiwango cha grade ya 3. Hivi tunapopata ripoti kama hizi inaiweka sekta elimu hasa kupitia mfumo wa CBE ama CBC katika hali gani? Nianze nawe Claudia, manake ripoti hili toka katika shirika lako. Asante sana. Nafurahia kuungana na wenzangu kuweza kuongelea hali ya masomo katika nchi yetu ya Kenya. Usawa Agenda tunaamini kuwa ni muhimu kuwa na evidence ama data ili kuweza kuelekeza, kutuonyesha mahali ambapo tuko na nini ambayo tunafaa kufanya ili kuweza kuimarisha elimu katika nchi yetu ya Kenya. Kulingana na ripoti yetu ya junior school ambayo ilikuwa ripoti ya kwanza ambayo tumezindua, the first junior school report kama Usawa Agenda, ni ukweli kabisa kuwa watoto wengi ambao wako katika grade ya 7 hawezi kusoma Kiingereza, hadithi kwa kiwango chao. Hadithi ni ya grade ya 3 na pia kufanya hesabu ambayo ni ya grade ya 3. Hii ni changamoto kubwa sana kwa sababu kwa ujumla tunaangalia karibu 41% ya watoto ambao hawezi fanya pia Kiingereza na hesabu ya grade ya 3. So ni changamoto kubwa katika hali ya elimu, na ni vizuri tuweze kuzingatia data ili tuweze kushauri idara ya elimu ili watoto wetu waweze kupata masomo bora. Kwa sababu unaangalia kuna tofauti ukiangalia regions, ukiangalia gender, ukiangalia pia watu ambao wako na ulemavu aina mbalimbali. So ni vizuri kuangalia data kwa sababu kama watoto wetu wanasonga kutoka kiwango kimoja hadi kingine bila kupata masomo bora, inamaanisha tunakuwa na wananchi wa aina gani miaka ijayo. Nitakuuliza swali ambalo hilo litasababisha pia swali ambalo nitamuuliza Boaz. Hivi ukilinganisha 844 na sasa hivi CBE katika mjadala huu ambao umefanya kuhusiana na ripoti yenu, je, kuna improvement katika jinsi ambavyo wanafunzi wana uwezo wa kusoma hadithi za kawaida za Kiingereza kwa kiwango cha grade ya 3 tukilinganisha na wakati ule wa mfumo 844? Bado changamoto ni sawa. Kwa hivyo hakuna maendeleo. Changamoto bado ni sawa. Ni vile mfumo wa CBE sana inataka it's more learner oriented ili kuweza kufanya wanafunzi waweze kujisomea na kupata hizi skills kulinganishwa na 844. But changamoto bado ni sawa kulingana na hali ya uwezo wa wanafunzi kusoma na kufanya hesabu. Boaz, wewe ni mshauri wa sera na mkakati katika shirika la Elimu Bora. Bila shaka tukizungumzia elimu bora ni kwamba ni mwanafunzi apate elimu inayostahili kwa kiwango kinachostahili kwa mujibu wa zile sera ambazo zimewekwa. Lakini pia tukija sasa katika swala hilo tunaona kwamba kuna changamoto. Ikiwa labda ni 27% pekee ya wanafunzi wanaweza kusoma hadithi za kawaida za Kiingereza kwa kiwango cha grade ya 3, lakini pia wanashindwa kufanya hisabati. Tunapoona vitu kama hivi, sasa wewe kama mshikadau katika sekta elimu, hivi sasa tutasema kwamba JSS ina ufanisi katika swala hili la uwezo wa kusoma lakini pia uwezo wa kutathmini hisabati? Asante sana ndugu Sam, na asante kwa wenzangu pia wenye wako hapa, KUPPET, NAT na Usawa Agenda. Asante kwa ripoti yenye mlitoa ni wiki jana. Kwetu kwa elimu bora, na kwanza unajua elimu bora sio bora elimu, kwa sababu hiyo utafiti imeonyesha kuwa kuna ile kawaida ya bora, wanafunzi wanaenda shule tu wanatoka. Na sisi tunasema kulingana na changamoto wenye tumekuwa nazo tangu awali
tulikuwa na zile ripoti zilikuwa zinatolewa na Twaweza, East Africa na hapa Kenya, na ni kama hiyo improvement haijaonekana. Ni kwa nini? Kwa sababu kwanza kabisa, ili tuwe na elimu bora katika shule za kimsingi, unajua kuna mambo matatu lazima yaangaziwe. Ya kwanza ni hiyo hali ya the environment ya learning, the learning environment. Hiyo hali utapata kama mashule kadhaa hazina hiyo tunasema conducive environment yenye mtu anaweza kusoma na kuelewa, na hata mind yake mtoto anaweza kuwa ako pale. Lakini pia kuna ukosefu walimu ya kutosha, na hata hao walimu kuna wengine wameletwa pale kama JSS, walimu wameletwa kama ya historia na ya Islamic Religious Education CRE, lakini hao ndio wanatarajiwa kusomesha watoto hisabati, unajua pre-technology, hizo integrated science. Sasa hapo kuna changamoto sana, lakini unajua serikali watasema kweli wamejaribu kuleta walimu na kuajiri wengi. Kwa mfano wanataja hii idadi ya 100,000. 100,000 ndio. 100,000 sasa ni 100,000. So mimi naona pengine wanajaribu, lakini kinagaubaga hawajaona ni vile tutakuwa tunafanya hiyo recruitment. Baada ya kufanya hiyo recruitment, hiyo deployment iwe namna gani? Na hata isitoshe, kwa sababu mambo ya recruitment, ndugu Sam, si ni weekend hii tu ndio yule speaker wa bunge alikuwa anasema vile amepeleka wabunge fulani huko kwa State House, na kila mjumbe amekuwa amepewa mabarua za recruitment ya walimu 10, alafu hao wanaenda kuuza. Kwanza unajua kuanzia story yake start to the end, ni watu ambao wangefaa wapelekwe kamiti mara moja kulingana na sheria zetu, kwa sababu hiyo ni kazi ya TSC. Sijui ni nani anapeleka makaratasi ama recruitment huko, lakini naleta hapo ndio uone kweli kabisa. Hata kama tunajaribu kusema walimu wanakuwa recruitment, hao walimu wanakuwa recruitment bila kupitia ile njia mchakato unaohitajika, njia mwafaka, kwa sababu hiyo imeorodheshwa pale. Majukumu ya TSC katika 237, article 237, kipengele cha 237 katika ya katiba. Hii inaonyesha kuwa ni mwenye ana hiyo jukumu kuhakikisha yule mwalimu mwenye amesomeshwa, amekomaa, anakuwa certified na anawekwa kwa register ya TSC, ni TSC. Mwenye ana hiyo jukumu ya kupeana recruitment letter na kusema tunaajiri ni TSC. Sasa hao wengine wenye busy bodies, wenye wanaharibu mambo ya good planning na deployment ya walimu, hao ndio wanatuletea shida. So hiyo ni the second issue ya kuweka elimu bora katika shule. The third, the infrastructure. Infrastructure hapa ina classrooms, mambo mengi, laboratories na hayo mengine yote. Kama hatuna basi, na pia the learning and teaching materials pia iwekwe hapo ndani. Kama hizo hazipo, basi tutakuwa tukiendelea na ile hali ilivyo. Na ndugu Sam, hiyo hali haiwezi kuboreshwa bila ile kwanza kukubaliana na wasikadau wote kuwa kuna kasoro mahali. Na hiyo kasoro utafiti aina hii imeleta kwa wazi, inaonekana. So tukae chini alafu tukubaliane, tutakuwa decent people. Tunahakikisha kila agency amepewa kazi, anafanya kazi yake, sio kazi yake inachukuliwa na wale wengine wako na nguvu zaidi. Pili, wale walimu wakiajiriwa sio wanawekwa kama interns, kwa sababu sheria hairuhusu. Tayari wako kwa register, wamekuwa certified as qualified teachers, alafu TSC namba zao interns. Tatu, kwa sababu hapo ni motivation, lazima uangalie. Imagine mwalimu mwenye amekomaa, amesomea na
kama engineer, kama daktari, kama wakili, alafu sasa unamwambia wewe bado tutakuwa tunakulipa shilingi 20,000. Ni kati ya 20 na 24. Sasa hiyo ni pesa anaweza kufanya naye nini? Ni exploitation ya walimu. So haya yote lazima tuangazie na tuhakikishe zimewekwa vizuri, ndio hii hali ya watoto kuenda tu na kuimba na kurudi ati bora elimu inaendelea. Hiyo hatutaki. Asante sana Boaz. Ulipokuwa unazungumza nimemwona Salim Suleiman pia akikuangalia sana, lakini nitakuja kwako Suleiman. Nije kwako Macharia Mugwe, katibu mtendaji wa KNUT hapa Nairobi. Kwanza kabisa, hali ya JSS ikoje katika shule? Manake tukizungumzia masuala ya elimu, wewe ukiwa katibu bila shaka umekuwa mwalimu ama wewe ni mwalimu hadi sasa hivi. Hali ikoje? Okay, asanti sana kwa kunialika hapa. Na ninataka niseme ya kuwa kuna sababu mingi sana ile inafanya wanafunzi wafanye vibaya. Sana sana kwa kusoma, kwa hesabu, kuna sababu mingi. Na hata kabla hatueje mambo ya recruitment, tuingie kwa darasa. Unaona kama wakati hawa JS waliajiriwa ama walifundishwa kufundisha tuseme subject mbili, hesabu, anajua Salim. Lakini wakati waliingia kwa darasa, anaingia kwa shule, hakuna walimu wa kutosha. Yeye atafunza hata Kiingereza hata ikiwa ni mwalimu wa hesabu. Atafunza historia. Kwa sababu hao watoto ni lazima wasome. Kwa hivyo mimi naweza sema kuna mambo mingi inafanya watoto, kama tuseme kama mimi nitaongea juu ya Nairobi. Kwanza darasa ni kubwa sana. Yaani ina wanafunzi wengi. Wanafunzi wengi. Unakuta kuna shule kwa darasa moja iko na watoto kama 120, 130. Mimi naongea juu ya Nairobi. Na unajua mwalimu unatakiwa uangalie sana sana wale wanafunzi hawafanyi vizuri. Kuwe na ile personal attachment. Unaona sasa ukiwa na wanafunzi wengi utapata wakati namna gani? Na sana sana ile kitu wanasikia vibaya ni kuwa kama ripoti kama hii ikitoka, watu wanaangalia tu mwalimu. Wanaangalia tu walimu. Ile ingine kumekuwa na sijui kama sijasoma ripoti yote ya usawa wa gender. Ile ingine hata curriculum design. Wanafunzi walimu wa JS wengi wameniambia ya kuwa hesabu ya grade kama grade 7 na grade 8 ni gumu sana. Ni gumu sana kwa hawa watoto. Na ujue grade 7 ni kama ile tu ilikuwa standard 7. Lakini inatakiwa irekebishwe, iwe reviewed. Kwa sababu unaona hiyo hesabu hata wanafunzi wanajiuliza, hii hesabu nafanya. Na ndio sababu kuna wakati KICD ilikuja na ripoti ikasema ni vizuri hesabu ya optional. Na mimi nakubaliana. Option ujichagulie. Kwa sababu ni kama tunarasimisha wanafunzi. Ukiangalia hivyo utaona hiyo ni shida ingine. We need KICD review the curriculum design kama ya grade 7, grade 8 na grade 9 ikilinganishwa na hesabu. Tukiangalia kama Kiingereza, mambo ya kusoma, hii wacha nikwambie ni shida. Ni shida. Kwa hivyo unakiri kwamba mimi nakiri kabisa hii ni shida. Hata form 4. Saa hii kuna wanafunzi wako form 4 hawajui kusoma. Tukilinganisha na ule mfumo wa zamani, ni kama the same. Lakini natakiwa hapa wadau tuangalie mambo ya ECD. Ni wapi kuna uzito wa kuhakikisha mwanafunzi akifika angalau, tukilinganisha na 844. Je, kulikuwa na uzito katika kuhakikisha kwamba mwanafunzi angalau akifika darasa la pili ama la kwanza na uwezo wa kusoma, na sasa hivi katika mfumo ambao tupo? Mimi nikiulizwa hii mambo ya kukosa kusoma haitakiwi tuangalie darasa ya grade 7 ama form 4 ama form 3. Mimi nataka tuiangalie kutoka pale chini.
our county government. Kwa sababu tukicheza hata hii idadi itaenda juu, wacha 27. Kwa sababu mtoto anaanza kusoma akiwa mdogo. So hapo ndio ninaona kama kuna shida. Kuna wakati moja nilienda kwa shule na ilikuwa na watoto wengi sana hawajui kusoma. Tukaanza kufanya research. Tuone kama hawa watoto walienda ECD. Na that time wale watoto walikuwa wameenda ECD za private. Hao walikuwa wanajua kusoma kabisa. Wale that time walikuwa wameenda ya public. Wengi wao hawakuwa wanajua kusoma. Hilo ni swala pia nafikiri limetajwa katika ripoti. Imetajwa katika ripoti. Yes, kwa hivyo naweza sema tukiangalia hii mambo ya kukosa kusoma tuiangazie. Mwisho kwa haraka ndio kwa haraka amesema juu ya wanasiasa. Wacha nikwambie, ikiwa kuna watu wamemaliza masomo na wataendelea kumaliza masomo, ni hao watu wanasiasa. Siku hizi wanaingilia hata promotion ya walimu. Siku hizi wanataka kusema Mugwe hatakiwi kufunza shule fulani. Kama hapa Nairobi kuna sub county moja, ni watu wa jamii moja tu wanatumwa huko kukua walimu wako. Asante Macharia. Hilo swala hilo la uajiri, pia siasa katika elimu tutalizungumzia katika awamu inayokuja, lakini sasa hivi niende kwake Salim Sulemana. Pia wewe tuambie tathmini yako ya hali elimu ya JSS Murang'a bila shaka. Kukoje? Asante sana ndugu Sam. Na kama kuna mtu ambaye atakupatia takwimu nzuri na hasa pia nikiunga dada Claudia, kwa hizo takwimu zake ni mimi, kwa sababu mimi ni mwalimu wa darasani. Nafunza shule ya Kaharo Girls na niko na grade 10 na wafunza fasihi, na niko na idadi kubwa wanafunzi ambao hata kusoma hata kusoma inakuwa ni tatizo. Kwa hivyo mimi nawaletea habari tendeti kutoka pale kwa Brown. Lakini kabla sijaanza ndugu yangu, za kuaminika. Kwa hivyo ndugu yangu, kabla sijaanza, tafadhali kwa sekunde 2 wacha nilete salamu za walimu wa Murang'a, na pia salamu za walimu wote kwenye taifa letu ambao wanatutizama na pia wanaendelea kusafiri kuelekea mashule mbalimbali. Ningependa niunge mjadala wa leo kwamba ni kweli 100% kwamba kuna idadi kubwa sana ya wanafunzi ambao kusoma ni tatizo. Na vile ambavyo ndugu yangu amesema, ilikuwa pia ni wazo langu ya kwamba ni vyema wakati tunajipu na lishaiva pale na kuna usaha, ni vyema tukubali kuna uchungu, tutoe ule usaha. Tatizo kubwa mwanzo ni kutoka shule za chekechea pale ECD. Unajiuliza ndugu yangu Sam, ni kwa nini katika gatuzi nyingi sasa hivi, mimi mwenyewe nikitoka Murang'a, walimu wa ECD kuna migomo baada ya migomo, kuna migomo baada ya migomo. Ni kwa sababu maslahi ya wale walimu hayaangaziwi kwa njia ambayo inastahili. Basi inapofika pale Sam, watu wanafumbia macho yale maswala, wanafunzi wanaingia grade ya kwanza hadi grade ya 3 pale ambapo wanafanya ule mtihani wa kwanza wa care. Sasa kuna sheria ama ile policy ya serikali ya kwamba mtoto ajue chochote asijue chochote, 100% transition. Lazima atoke grade ya 3 aingie grade ya bila kujali kama anajua kusoma ama ajue kusoma asijue, ni lazima aende kwenye ile level nyingine. Kwa hivyo hakuna vigezo. Hakuna vile vigezo. Kwa sababu ni policy ya serikali, ni 100% transition. Kwa hivyo wale walimu wa shule za msingi wanapoanza sasa kuwapokea wale watoto kuanzia grade ya kwanza hadi ya 3, unapata kwamba kuna hilo tatizo. Hao wanafunzi hata kama hawakuwa wanajua kusoma ama kuandika, wao wako na jukumu la kuchukua na wapambane na yale matatizo. Jambo la pili ndugu yangu ni kwamba hasa katika shule za msingi na msingi ya chini, junior primary school, ni kwamba swala la capitation pia limekuwa ni kigezo ambacho kinapaswa kuangaliwa kwa ukweli, ule ufadhili wa elimu. Kwa sababu wakati ambapo serikali inasema kwamba inatoa hela fulani kwa zile shule, lakini zile hela kwa uhalisia hazifiki, basi inakuwa ni tatizo. Hazifiki kwa wakati ama hazifiki kabisa? Hazifiki kwa wakati, na wakati ambapo zinafika kwa kuchelewa, zinafika kwa kiwango cha chini. Kwa hivyo hilo ni tatizo pia ambalo lazima tulieleze waziwazi bila woga wote. Swali la junior school nimelisikia vizuri na wenzangu pia wamechangia vyema, ni kwamba kuna mtu ambaye Sam alisema wakati fulani kwamba ni heri uwe na wanafunzi ambao wanasoma chini ya mti, lakini wanafunzwa na walimu ambao wamejitolea, walimu ambao wako na ari na moyo wa kufunza. Lakini
Haitakuwa vyema kuwa na majumba makubwa lakini uko na walimu ambao wamedhoofika kimoyo, kihisia na hata kimwili, hawezi kufanya chochote pale. Kwa hivyo hizi shule ambapo ni kitengo cha JSS, wale walimu ambao walianzisha mfumo huu walipitia matatizo na wanazidi kupitia matatizo mengi sana. Na ningependa sasa hivi nizungumze jambo ambalo taifa hili labda linaweza kuona ni jambo ambalo ni la kiupuzi, lakini ningependa nilizungumzia asubuhi ya leo waziwazi, ndugu yangu Paruanja. Tafadhali kwa sekunde mbili. Kwa sekunde mbili, umesema sekunde mbili. Mwaka 1963 wakati taifa hili lilipata uhuru, chini ya uongozi wa rais wa taifa letu Jomo Kenyatta, alisema kwamba tatizo kwenye taifa letu lilikuwa ni poverty, ignorance and disease. Pale kwa umaskini ni kwamba kulikuwa na ukosefu wa Kenya kupata hata lishe, food to eat, chakula. Mwaka 1963. You can imagine right now as we're speaking, my brother Sam. Baadhi ya shule nyingi sana za msingi, they don't cook for their teachers. Walimu wanafunza wakiwa njaa. Mimi ningependa taifa lote lisikie namna hiyo. Kwamba unataka namna gani? Mashari anafurahia sana hilo. Sijui mbona anafurahia. Lakini ni ukweli usemwe. Ile capitation hata kama ni kidogo ambayo inakuja kwenye shule zetu za msingi sana. Wale walimu ambao wanaitwa HOI, heads of institutions, ni vyema waketi chini, waangalie vile ambavyo kiasi fulani cha fedha kitatengwa, walimu wapikiwe chakula. Kwa sababu kama tuko nje, an angry nation is an hungry nation. Asante sana Suleiman, Salim Suleiman ambaye ni mwenyekiti wa KUPPET kwenye kaunti ya Murang'a. Bila shaka umenikumbusha mbali sana. Binafsi nilijua kusoma na kuandika nikiwa darasa la pili chini ya mfumo wa 844. Shule ilikuwa inaitwa Mary Hindi Primary, ndani sana. Story for another day. Tutazungumza mengi tukirejea, mtazamaji. Kumbuka sasa hivi tuturuhusu tupate mapumziko mafupi, na tukirejea ni mengi zaidi. Nipo na wageni wangu washikadau katika sekta ya elimu, tukizungumza masuala hali ya elimu ya JSS hapa nchini. Naam, karibu tena mtazamaji katika yanayojiri. Kumbuka leo hii tunazungumzia hali ya elimu ya JSS nchini. Kumbuka hapo awali mwanahabari wetu Ken Gashuhi ambaye yupo Nakuru amefanya tathmini ya hali halisi kwenye shule kadhaa. Sasa hivi tupate kusikia alichokuwa kizungumza na wadau, lakini pia tathmini yake kuhusiana na hali ya elimu ya JSS nchini. Ken Gashuhi, kazi kwako. Naam, Yeri, kama ulivyosema ni kwamba baadhi ya wanafunzi ambao wanajiunga na sekondari msingi bado wanajipata katika changamoto katika kuelewa baadhi ya masomo katika shule za sekondari msingi na pia katika zile sekondari za juu, na ni kutokana na sababu tofauti ambazo zimekuwa zikiathiri elimu katika shule za msingi. Na hapa niko na wakazi ambao pengine wanaweza wakatueleza maoni yao kuhusu ni kipi ambacho kinachangia watoto kuwa na kupata wakati mgumu kuelewa yale masomo katika sekondari msingi. Kianza na jina lako. Jina yangu ni Dorothy Mutua, mkazi wa Nakuru. The challenge yenye naweza sema watoto wana face, it is a transition. There is a disconnect between the primary school, that is from grade 6 transitioning to JSS and also senior secondary school. Masomo yenye wanasomeshwa, for example in mathematics, the units zenye watu kitambo tulikuwa tunasoma tukiwa form 3 and form 4 zinakuja in grade 9. Unapata hapo hawajapata the basics zenye zinafaa kuwa push to understand the most complex issues. And secondly is about the training. We know that these teachers hawajarudishwa shule tena ili wasome mambo ya the new curriculum, which is the CBC, and if they are left without information to teach our kids, itapata pia wao wako na disconnect. You cannot teach whatever you have not yet learned. And also it's about the facilities. We know the CBC came in with its own to fill some gaps. For example, it wanted to teach digital literacy. Right now, how many institutions ziko na those facilities? Let's not talk about the extra county and county schools.
the day school yenye iko around us, which facilities do they have to ensure that they support this curriculum. For me, I believe that Kenya is not yet there, and the Minister of Education should reconsider this. One, they should avail the resources zenye watoto watahitaji, and also the institution, and secondly, they should also equip the teachers so that they are able to teach these learners well. That's all. Asante sana. Niweze kupata maoni ya mkazi mwingine hapa. Tukianza na jina lako, tueleze pengine ni wapi unaona changamoto inakujia katika wanafunzi kupata ugumu katika masomo ambayo wanafunzwa baada ya kutoka shule za msingi. Kwa majina naitwa Alex Matiang'i, mkaaji wa Nakuru. Nafikiria changamoto kubwa inakuwa kwa infrastructure. Number 2, the workload. Vile watoto wanasomeshwa kutoka the primary kwenda junior secondary. That change, watoto wako prepared. When we had 844, we had a preparation. Mtoto akifika standard 8 anajua nikifanya I'm going to a higher class. But now this continuity tuko naye, I think the kids are not psychologically prepared. Number 2, subjects. I think the workload ya subjects kwa CBC is too much. Apart from that, the teachers, as my colleague has said, they have to be retrained so that they are prepared and they know exactly what they are teaching. A teacher is specialist in humanities, and anaambiwa fundishe sciences. So unless we draw that line, we are not going to achieve. And once we mess up one generation, the future is going to be so hard. We might be aiming higher, yet we have not left the ground yet. So we have to prepare ourselves. The TSC, the parents, the boards of different schools must sit down. We want a multi-sectoral approach on this, because this problem is not individual to a specific school or a specific community. It is national, and this one calls for the ministry to have a multi-sectoral approach so that everybody gives in and we find a solution to this. Shukran sana. Hayo ni maoni ya baadhi ya wakazi kutoka hapa eneo makaunti ya Nakuru kuhusu zile changamoto ambazo wanafunzi wanakabiliwa nazo, wakisema kwamba pengine matayarisho ya wanafunzi kutoka darasa la 6 kuelekea darasa la 7, na pia katika mafunzo ambayo walimu wameweza kupokea ili kuwatayarisha kushughulikia wanafunzi chini ya mtaala huu, nini ikizingatiwa kwamba walimu wengi walifunzwa ama walipokea mafunzo chini ya mtaala wa 844, lakini kwa sasa tuko chini ya mtaala mpya ambao pengine unaweza kupata kwamba unachangia katika changamoto hizo. Lakini kwa sasa narejesha kwako studioni, Yeri. Asante sana Ken Gashui kutoka Nakuru kwa tathmini hiyo. Bila shaka umetaja masuala mengi sana kuhusiana na changamoto ambazo zinaikabili ama zinaikumba elimu ya shule za JSS hapa nchini. Ametaja swala la walimu ambao wamesomea Kimombo ama Kiingereza kupewa kazi ya kufundisha Kiswahili, lakini pia hata hisabati ni tatizo kubwa. Bila shaka ni miongoni mwa zile changamoto ambazo zilikuwa zimeibuka kwenye ripoti ya Usawa Agenda, na miongoni mwa hizo pia kulikuwa na swala la miundo msingi. Hivi nije kwako Claudia, kulikuwa na changamoto kama gani na ni zipi ambazo zilijitokeza? Manake swala la miundo msingi kulitajwa maabara, lakini pia kulitajwa maktaba. Sasa hivi kuna swala la mwalimu ambaye amesomea hisabati anaambiwa afundishe Kiswahili. Inakuwa tatizo kubwa. Ni changamoto zipi hizi? Kabla tujaenda kwa ndugu yangu kuweza kuzungumzia jinsi ambayo tunaweza kuzikabili na kuboresha. Manake kwa kweli changamoto zipo na ndizo ambazo zinachangia ripoti kama hizi katika elimu ya JSS nchini. Asante sana Sam, na nafurahia mazungumzo haya kwa sababu sisi sote tunakubaliana kuwa kuna shida katika idara ya elimu. Moja ambayo nataka kuongelea ni kuwa mambo ya watoto kwenda shule. Kwa kiwango kikubwa tumeweza kufaulu katika kuhakikisha kiwango kikubwa cha watoto wanaenda shule. 96%, asilimia 96 ya watoto wanaenda shule. Lakini kuna pia wale watoto ambao bado wameachwa nyuma. Moja wapo ya watoto hawa ni wale watoto ambao wako na ulemavu. Asilimia
17%, 17 bado hawaendi shule. Hiyo ni kiwango kikubwa sana cha watoto ambao waendi shule, na tukiangalia ile kuhakikisha kwa kuna hali ya elimu ambao watoto wote wanasoma, bado kuna changamoto hapo. Alafu pia tukiangalia kati ya wavulana na wasichana, unapata wavulana pia kiwango kikubwa hawaendi shule. Alafu unaangalia pia in terms of kiwango kikubwa cha watoto ambao waendi shule ni wale wako arid and semi arid. Kama Northeastern kiwango kikubwa cha watoto waendi shule, Turkana arid and semi arid. For example, Garissa iko na 22% ya watoto ambao waendi shule. Tukiangalia hali ya kwenda JS, wakati unaangalia yale mahitaji ambayo yanahitajika kwa mwanafunzi kuingia JS, kuna cost ambao wazazi inakuwa vigumu sana kukumbana nayo. Kugaramikia. Kwa mfano, kuna cost kuingia JS, ukiangalia kwa data yetu, unalipa 8,186. Mojawapo ya hizi gharama ni school fees 3,374. Kuna changamoto ya uniform ya 2,000, kuna changamoto pia ya chakula. So kuna ile wazazi lazima pia wajitolee kusaidia watoto katika masomo yao. So kuna changamoto hapo ya pesa. So kuna changamoto nyingine pia ya infrastructure. Mojawapo tutaangalia pia infrastructure, kwa sababu junior school ni foundation ya senior school. Sasa hao watoto wasipopata msingi bora katika junior school, itakuwa vigumu sana kuingia katika zile pathways za STEM, arts and sports na pia social sciences. Kwa mfano, ukiangalia kwa ripoti yetu, ukiangalia maabara, 27.5% ya shule za junior school ziko na maabara. Kiwango kikubwa haina maabara. Ukiangalia mambo ya computer, saizi ni mambo ya digital literacy, watu wanafaa kuwa na hizi skills. Unapata shule 46.3% peke yao wako na maabara. Ukiangalia library, unapata 27% ya shule ziko na the library. So unaona kiwango kikubwa hawana hizi the resources za kuweza kufanya watoto waweze kusoma vizuri. Na unaangalia ukicompare kati ya public na private, unapata kiwango kikubwa cha public junior schools hazina hizi resources. Wacha niongelee mambo ya walimu, kwa sababu ni ukweli kabisa, unapata walimu ambao hawajaweza kusomea, for example, STEM, wanafunza walimu ambao wamesomea arts wanafunza STEM. Kwa report yetu kwanza hapo kwa STEM arts imekuwa kisumbua sana hata wazazi. Utapata kiwango kikubwa cha walimu actually wamesomea social sciences. Percentage yetu nationally inaonyesha 58.5% wamesomea social sciences. 33.1% wamesomea STEM. Na utapata 8.4% wamesomea arts and sports. So ni ukweli kabisa kuwa hatuna walimu wa kutosha wa kuweza kutayarisha watoto wetu waweze kusonga kutoka junior school hadi waende senior school. Kabla niende kwa Boaz, utaruhusu niende kwa Macharia Mugwe, katibu wa NAT katika kaunti ya Nairobi. Halafu kisha nitakuja kwako Boaz, manake nafikiri kauli yake na ya Claudia zitafungamanisha mjadala wako, kisha baadaye tuende kwa Suleiman. Umemsikia Claudia akizungumza kuhusiana hizi takwimu. Tatizo kubwa ni kwamba kuna changamoto. Na hilo ni swala ambalo hatuwezi kulipinga, hasa tunapozungumzia ufanisi wa elimu ya JSS nchini. Na mojawapo ni walimu, kama tulivyosema, amesomea hisabati, anaambiwa afundishe Kiingereza ama Kiswahili, ama ameambiwa afundishe arts and sports, hajawahi piga hata mpira siku moja. Lakini pia lipo swala la kwamba maktaba, maabara, yani library, lakini pia na laboratory. Ni matatizo ambayo yapo katika shule, na asilimia iliyopo ambayo imeweza kufanikiwa haifiki hata 30 kama sijakosea. Kwa hivyo ina maana takriban asilimia 73 kama sijakosea ya shule nchini, kwa mujibu wa ripoti, hazina miundombinu ambayo inastahili ili kufanikisha JSS. Sasa nije kwako Macharia, wewe kama mwalimu uko pale shuleni, unakumbwa na changamoto kama hizi. Hivi utawezaje inakuwaje unahitajika kufanikisha elimu kwa mwanafunzi wa JSS? Lakini pia ukijibu hilo, nikuulize swala la kwamba idadi ya walimu kwa mwanafunzi, mwalimu mmoja kwa wanafunzi, je, imeweza kuafikiwa? Manake bila shaka wewe ni mwalimu na unakumbana na haya mambo kila siku pale shuleni. Hivi kwa haya mambo mawili unaweza kuwazungumziaje? Okay, kwanza nataka niseme mambo ya walimu kuna shida. Kwa sababu mwanzo wale walimu walikuwa wanafunza
primary section ndio walikuwa wanafunza JS. Na hii naweza sema ile shida ilikuwa hapa ni TSC na ministry kukuja na different policies. Hao walimu walikuwa wanafunza, hata saa hii wanafunza mpaka JS na wamesoma lakini TSC haitaki kuwa deploy wakuwe JS. Kwa hivyo unaona mwalimu ako demoralized. Hiyo ni shida iko. Na ukiangaliwa kiwango ya mwanafunzi kwa walimu kama Nairobi, naweza sema ni 1 to 60 ama 70. Mwalimu mmoja watoto kama 70 hivi. Kwa sababu kuna shule kadhaa naweza kukutajia, unaona darasa moja nilikuwa nimesema. In fact mwalimu mmoja ameniandikia hapo amesema nimekosea. Kusema darasa moja ni 120. Akaniambia darasa yake iko na watoto 170. Mwalimu mmoja. Kwa hivyo hata walimu ikiwa ameajiriwa tuko na tatizo. Na sana sana ndio sababu hata sisi kama Nati tulikuwa tumesema kauli hao watu hao TSC igeweka in service. Sana sana ya wale walimu walikuwa huko wa primary, wale tu wako na hiyo ujuzi, wagewekwa in service, waende hata ikiwa na zamani kulikuwa na in service. Wapelekwe kwa in service, hata ikiwa ni kwa wakati wa holiday, wanaenda colleges, wanakuwa in service, kufundishwa zaidi. Lakini sasa hata ukiangalia siku hizi walimu haruhusiwi kupata mafunzo zaidi. Hata kama JS, unaona huyu mtu hakuwa trained na CBC. Unakuja unapelekwa siku 3. Na ukienda kwa sababu huwa nahudhuria kwa hizo training, ni slides zinawekwa. Unaambiwa you take notes. Ule anakufunza hapo ni vile alifunzwa na yeye. Wewe unaangaliwa like that. Alafu kuna jambo nataka kusema ameguzia. Mambo ya laboratories. Wacha niseme na maktaba. Maktaba na maabara. Naweza sema walimu wakuu wengi wamejaribu kama Nairobi. Kwa sababu in most schools nowadays ukienda ziko na laboratories. Kwa sababu ile integrated science si ati ukue na laboratory kubwa. Lakini ile shida iko. The equipment. Ukiriganisha na wale watoto wako ni kidogo sana. Ile ingine libraries hakuna. Hiyo hapo. Wacha nikwambie ikiwa hata hii literacy. Library hakuna. Maktaba hakuna. Ni shule chache sana ziko na maktaba. Tuseme kwa maktaba. Tuseme si lazima kuwe kumejengwa labda wacha niongee. Kama shule za kule vijijini kulikuwa hapo tuna darasa moja inatengwa kunawekwa vitabu. Kwamba hiyo ndo library. Sasa hakuna hiyo. Sasa hata hiyo darasa hakuna. Itatoka wapi? Na ndio unaona hata watoto wanatoka shule bila kusoma. Maktaba hakuna. Mimi naongea vile naona Nairobi. Mambo ya digital literacy inawekwa kauli sana. Lakini uliona juzi hata TSC inasema walimu asiwe wakitumia digital. Ati ukiangaliwa ati unafunza una dance hapo, unaambiwa hiyo si kanuni ya mwalimu. Walisema ukifanya kwa kukiuka maadili. Sasa nasema na pande ile ingine tunaambiwa ni lazima watoto wajue mambo ya digital learning. Ndio. Lakini ukiangalia kama ile shule imejaribu. Ukienda unakuta computer lab wako na kama 20. Wengine hawana. Na watoto sasa hata sijui. Kwa hivyo hatutaki kuruhusu watoto wakuje na simu kwa shule. Kwa sababu italeta mambo mingi. Kwa hivyo nataka niseme kuna changamoto mingi sana. Lakini tunajaribu kama walimu. Nikuulize swali. Yes. JSS ni bure nchini ama elimu ya shule za msingi ni bure?
Ni bure. Nimeshangaa vile amesema walimu wanaitisha. Mzazi halipi chochote. Walimu hawaitishi pesa. Mzazi halipi chochote. Halipi. Hata walimu hawaitishi pesa. Ile iko nikiwa hakuna kitu. Kama ikiwa hakuna, si mzazi ataambiwa anunue. Lakini si kuitisha pesa. Kwa hivyo si kitu ambacho kinaitishwa kila term, kila muhula, ila tu kama hakutakuwa na kama competition imechelewa. Tuseme na ninatakiwa akifanya hii research wao wakiangalia. Kama tuseme kama NEC imesema udownload. Kuna vitu inakuwa downloaded results ya watoto. Ama you upload. Si kuna mtihani inafanywa. Assessment. Sinatakuwa kuwa uploaded. Sasa ni hapo tu mzazi anaambiwa saidia. Kwa sababu naye serikali ile pesa imepeana ni kidogo sana. Ni kidogo sana. Kwa hivyo nataka niseme hata uniform. Uniform hatuabii watoto wakuje na uniform nyingine. Ni ile tu alikuwa nayo waende nayo. Na ikiwa fupi si mtoto mzazi anunue. Hai. Asante. Asante. Zuia hapo. Nije kwa Boaz aweze kuzungumza. Alafu kisha tutakwenda mapumziko then tutakuwa tunaendelea. Boaz, capitation, maktaba, maabara, lakini pia inaonekana kwamba walimu ni wachache ukilinganisha mwalimu mmoja kwa idadi ya wanafunzi. Wanafunzi ni wengi kuliko walimu wanavyohitajika, lakini serikali inasema imekuwa ikiajiri walimu na inafanya mabadiliko katika sekta ya elimu nchini. Tufanyaje sasa? Asante sana. Kwanza tutapendekeza waendelee kuajiri walimu ili kukabili tatizo kupitia njia inayofaa. Sio kupitia hizo chochoroni. Unapata mwalimu mwenye alitoka chuoni juzi, yeye amepewa recruitment na yule amekaa for 10 years hajapewa. Hiyo ubaguzi iondolewe. Na hiyo ubaguzi juzi tumeanza kujua kumbe inatokana na State House na wabunge. Walisema. Wamesema kwa wazi. Wamesema kwa wazi. Ndio sababu hata tukisema idadi ya walimu wenye wameajiriwa, wakisema 100,000, unajua hatuwezi kujua kwa sababu hatujui ni ngapi. Ni juzi tu tukasikia kila mjumbe alipewa 10. Sasa unajua kama ni 365 MPs na kila moja alipewa 10. Hiyo ni idadi kubwa sana. So sisi hatujui, lakini tunataka TSC ipewe nafasi yake ya kufanya kazi yake. Tusonge mbele. Na watafanya vizuri kufanya hiyo recruitment. Na hata idadi watakuwa wanatuonyesha tukiona hata ukienda kwa website. Pili, kwa sababu kulingana na yale dadangu wamesema, alianza na mambo ya access na watoto wengi bado wako nje. Na kwa ile ripoti ya UNICEF 2024 na Oxfam 2025 wanasema idadi ya watoto wenye wako nje ya shule, out of school children 2.5 million. Hiyo ni UNICEF wanasema hivyo. Hapa ni Kenya sasa. Sasa naangalia Kenya, unajua kwa sababu wameleta hata nchi zingine, lakini tunaongelea kuhusu mambo ya Kenya. So ni 2.5 million. Na hapo wengi wao kwa sababu wale wanafunzi ambao wako na shida zaidi, watoto wako na shida zaidi na wale malemavu. Kwa sababu kwanza pengine kuna sehemu hii Kenya walemavu, ukipata mtoto aina hiyo watu wanaficha. Kwa sababu sijui ni wanaona ni kama ni wameonewa na Mungu ama ni nani. So tunawahisi wasiwaweke pale nyuma, they are kept away ndio wasionekane. Hao watoto wanafaa wasaidiwe ili hata the infrastructure yenye inatengenezwa iwe accessible. Hao watoto wanaweza kuingia. Lakini mambo ya ili kila shule iwe na hiyo hayo mazingira inayotajika. Tunasema lazima tuweke kila shule iwe na the standard requirements kama elimu bora. Tulitoa the principles na standards za a holistic school system yenye inatakikana kwa kila shule. Iwe hiyo shule iwe hapa Nairobi ama whichever mahali popote. Na tukasema walimu, na ametaja vizuri idadi ya walimu iwe namna hiyo, lakini ili
tuwe na standard schools za aina hiyo, basi financing, capitation hiyo. Lazima basi tuangalie ile pesa, kwanza kabisa pesa zinatosha. Tukisema kila wakati huu bado kwa primary tunapeana shilingi 2,400. Hiyo inatosha kwa mwaka. Hiyo inatosha. Na pia tukisema hata hivyo waziri wanasema hiyo pesa haifiki in time na in full. Sasa wakati huo sasa unaona kuna changamoto. Tungependekeza hiyo pesa iangaliwe kwanza, wizara CS Cabinet Secretary vile aliulizwa Naivasha na bunge, aliulizwa, unajua kila mtoto akiwa ECC, that's pre-primary, akiwa primary, akiwa junior school, akiwa senior school, akiwa high school kwa the 844 exiting na university, anahitaji pesa ngapi kumsomesha? Alisema hajui. Hiyo ndio iwe mambo ya kwanza ya kufanya, ili wakati tunasema tunahitaji hela fulani ya education, tunaomba kulingana na evidence. Hii ndio inahitajika. Lakini kuna mambo ya illegal levies, kwa sababu huyo ndugu yangu utalizungumzia alisema hawalipishi chochote, elimu ni bure. Wanalipisha. Wakati huu tunasema hivi, elimu bora tunafanya hiyo survey, illegal levies. Na hata zaidi nikifungua hapa utashangaa, kuna shule wanaweka admission fee kwanza. Kuna mashule bado wanadai 15,000. Haya, asante sana. Hizo ni illegal levies, hazitakikani ziwe. Asante Boaz Waruku, bila shaka kutoka shirika la elimu bora. Tukirudi tutakuwa tunazungumza mengi. Sasa hivi uturuhusu tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni mazungumzo zaidi papa hapa KTN. Kumbuka tunazungumzia hali ya elimu ya JSS nchini. Tutakuwa na mazungumzo mengi tu. Kwa sasa tupate angalau tama la maji. Naam, karibu tena mtazamaji katika awamu yetu ya mwisho ya yanayojiri. Kumbuka tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na hali ya elimu ya JSS nchini. JSS ipo chini ya mfumo wa CBE ama CBC, na nipo na wageni hapa studioni, washikadau katika sekta elimu. Lakini hata kabla kuanza kuzungumza nao, utaniruhusu niende kwake Bentura Kwamboka ambaye yupo katikati ya jiji la Nairobi kujaribu tu kutathmini hali, kupata maoni ya wananchi lakini pia wazazi kuhusiana na hali halisi ya utekelezwaji wa elimu ya JSS nchini. Bentura Kwamboka, kazi kwako. Asante sana Sam Amani, na ukiweza niruhusu niongee kwa lugha ya Kimombo. Thank you so much. We are coming to you from the Central Business District. As you know, this is a back to school day one. That's of the third term. Most schools across the country are opening for their third and the final term for this year ahead of the exams. And as usual, it's a last-minute dash for most Kenyans trying to purchase stationery for their students' uniform and other school supplies. As you can see, we are here at this bookshop here, right at the Central Business District. We are seeing quite a number of parents here who are trying to shop for stationery, books, rim papers, a few textbooks here and there for their students. The number is not as huge as we would experience it, especially when the year begins, as they shop for their kids and their learners who gets to new classes. But an interesting thing to note is that parents here, mostly they are shopping for revision materials. Remember, we are headed towards the examination period across the country, and these are very short term for students. We are talking about less than 3 months the students are going to be in school, but a majority of them are preparing for their end year exams, and that's why we are seeing a few number of parents and students who are at bookstores
to shop for stationaries and learning materials. And as my camera person can just give you a close-up, you can see various parents shopping for revision materials. We've not seen an influx number of students really, as we've done a spot check across the CBD, because most of these parents, the few people that we interviewed, they told us that the shopping started as early as late last week on to this week, just trying to get the few supplies that are needed for their learners in different schools. But also we were able to look at the bus terminuses. Definitely there are a high number of students who are traveling back to their school ready for the third term. And one thing to note, reopening, the government is yet to disburse the capitation money for students. Earlier on, Kuppet officials said the government has not yet disbursed the 18 billion shillings that the president earlier on had said that the treasury had released for students to get back to school. And the effect of that definitely is going to be felt by parents and schools that are already grappling with the huge debts to their supplies. That means the parents are going to dig deeper into their pockets to cater for these school fees and levies. And as a report that was released, it was late last week, by the Usawa agenda, we saw that levies and lack of school fees are the main factors that are driving huge number of students out of schools, and the ripple effect of that, we are seeing learners lagging behind in their studies and affecting the learning outcome. But we'll just keep an eye and wait and see if there'll be a word from the Ministry of Education about the capitation. But as the issue stands right now, the capitation money has not yet been released to schools, and now parents will be forced to dig a bit deeper into their pocket. That's about the update that we have for you right now, Summer Money, from the Central Business District, and definitely from different parts of the country. Students are reopening for their third term this today and tomorrow, and some late as on Wednesday. But we'll be giving you updates as they unfold. But for now, that's what we have for you back in studio, Amani. Asante sana Ben Tura Kwamboka kwa tathmini hiyo. Kumbuka alikuwa anaangazia jinsi wazazi wanavyo wapo katika pilka za wanafunzi ama wanawao kurejea shuleni. Kumbuka wiki hii ni wiki ambayo shule zimefunguliwa kwa muhula wa 3, wazazi wakiwa katika maduka ya vitabu kujiandaa ama kuandaa wana wao kuweza kurejea shuleni kwa muhula huu wa 3 na wa mwisho wa mwaka huu, lakini pia kujiandaa kwa ajili ya mitihani ya kitaifa. Ni baadhi tu ya ile tathmini ambayo mwanahabari wetu Ben Tura Kwamboka alikuwa anafanya katikati ya jiji la Nairobi. Sasa mtazamaji, utaruhusu niende moja kwa moja kwake Salim Suleiman. Na bila shaka Ben Tura Kwamboka amezungumzia swala la rasilimali za vitabu, lakini pia vifaa vya kusomea pale shuleni. Lakini kuna swali ambalo bila kuligusia tutakuwa hatujatenda haki. No. Swala la walimu. Walimu kumekuwa hapo na migomo mara kwa mara. Inafaa tuzungumze swala hili. Sekta ya elimu imekuwa ikikumbwa na migomo mara kwa mara. Na migomo ambayo inajulikana sana nchini kwa kuweka historia, elimu, lakini pia sekta ya afya, lakini leo ni elimu. Hivi maslahi ya elimu ya walimu katika kufanikisha JSS hapa nchini Kenya yameweza kuzingatiwa hata kama si inavyostahili ama kwa asilimia ambayo inaridhisha, tuseme, kwa sababu huwezi kuhudumiwa kwa kila kitu, lakini imefika kiwango cha kwamba walimu wanasema kwamba at least tunaridhika na jinsi ambavyo mchakato huu unaendelea. Tukizingatia elimu ya JSS, walimu wamekuja tena wameambiwa tafadhali kuanzia leo unafundisha junior secondary school. So asante sana Sam, nitakuwa wa haraka sana kwa sababu ya dakika 2 ambazo umenipatia. Jambo la kwanza ni tathmini ambazo tumepatiwa za asilimia 33.1 ya wale walimu ambao wamesoma STEM ama wale ambao wamesomea STEM. Kumaanisha kwamba ni asilimia ndogo sana ukilinganisha na asilimia yote 100
Na hawa ndio baadhi ya walimu asilimia kubwa wameajiriwa kama interns, jambo ambalo ni legal vile ambavyo ndugu yangu amesema. Hawa ni walimu ambao wanapatiwa shilingi 17,000, hawana medical allowance, hawana transport allowance, hawana house allowance. Kwa hivyo wakati unataka kufanikisha mfumo huu katika junior school na unalipa walimu shilingi 17,000, jambo ambalo hata High Court imesema linafaa kutupiliwa mbali, ni swala ambalo linapaswa kuangaziwa. Jambo la pili ni mzigo wa kazi, kile ambacho kwa kimombo tunaita workload. Tume ya kuajiri walimu Teacher Service Commission inapatiana maximum of 28 lessons. Lakini walimu wa junior school ni walimu ambao utapata mtu akona lessons hadi 40 na 40 lessons. So unajiuliza itakapofika ni wakati wa personalized studies, mwanafunzi akona shida anataka ule mtagusano wa moja kwa moja na mwalimu, atapata muda wapi? Na yeye mwenyewe atakuwa amechoka. Jambo la tatu ni mazingira ambapo walimu wa junior school wanaketi, na ningependa nizungumze na rafiki yangu hapa Macharia kwa sababu yeye ako katika kitengo cha NAT. Azungumze na hawa heads of institution. Wajua kwamba walimu wetu wa junior school sio maadui. Wacha wakumbatie kwa njia ambayo inastahili, kwa sababu jinsi ambavyo hata wanawaangalia. Unajua sisi tunaletewa report. Kumekuwa na mvutano kati ya NAT na KUPPET. Kati ya NAT na KUPPET. Kwa hivyo wale walimu ambao ni wasimamizi wa hizi shule ambazo wanaziita comprehensive, kwa sababu sisi kama KUPPET bado tunakwamilia kwamba hatutambui mambo ya comprehensive, kwa sababu kuna ule mfumo wa 263. Hicho kitengo cha junior school kiko very independent. Kwa hivyo swala la autonomy ni jambo ambalo bado tunazidi kushikilia. Jambo la tatu ni kuhusu SHA. Mwalimu ambaye ana afya nzuri, unamtarajia namna gani kaka Sam afunze katika darasa? Sasa hivi tunapozungumza, mwalimu ambaye anafunza shule ya Mogoiri akiwa mgonjwa sasa hivi as we are speaking, hawezi enda Mogoiri dispensary ambayo iko mita chache hapo, kwa sababu it's a level 2 facility. Na serikali tayari imetoa level 2 facilities kwenye taifa hili letu la Kenya kwenye panel. Kwa hivyo mwalimu ambaye ako Mogoiri lazima asafiri kilomita kadhaa hadi pale panaitwa Kiraine ndugu yangu ama Murang'a town kwenda kutafuta services. Wakatudanganya huyu mkurugenzi mkuu ya kwamba watatoa kitu kinaitwa capping kwa SHA. Sasa hivi kuna baadhi ya hospitali ambapo ninapoenda kutibiwa kama mwalimu kuna kiwango cha fedha ambacho siwezi nikapitiliza. Mwisho kabisa ndugu yangu ni kwamba inconsistency tayari ndugu zangu na dada yangu hapa tushaanza kuona katika SHA. Kuna baadhi ya hospitali leo utaenda unaambiwa SHA ya walimu haifanyi. Na hilo ni jambo ambalo serikali ilituahidi ya kwamba litatolewa ili mwalimu akiingia kwenye hospitali yote anapata huduma. Kwa hivyo jambo la SHA lazima liangaziwe. Nikimaliza ndugu yangu mambo tu mawili kwa haraka. Jambo la CBA. Tuliahidiwa na rais ya kwamba CBA itakuwa implemented in 2 phases. Hilo jambo bado halijatekelezwa. Ningependa mchana wa leo nikumbushe Rais Daktari William Samoei Ruto mahali alipo ya kwamba ahadi ambayo alipatia walimu ya kuhakikisha the implementation of CBA ni 2 phases. Hilo jambo bado halijafanyika, na sisi kama walimu tuko na hasira tukiingia hapa mula watatu. Nikimalizia ndugu yangu Sam, sababu namalizia tu. Na mwisho tena unamalizia. Naona sekunde zangu ni 30 hapa. Swala la CPG, Career Progression Guideline, ni jambo ambalo tuliahidiwa na tume ya kuajiri walimu ya kwamba kitengo cha C5 na D1 kitaondolewa. Lakini the current interviews ambazo tutaenda kuzifanya tukifungua huu muhula, hivyo vitengo bado vipo ambavyo vinafanya mwalimu kupanda katika ngazi inakuwa ni tatizo kubwa tena zaidi. Yote 9 mwisho nikimaliza. Dawa kwenye junior school ni autonomy. Ningependa kuzungumza ndugu yangu hapa Macharia ya kwamba wacha wasimamizi wa shule za msingi wakubali tuwe na financial autonomy ya walimu wa junior school, wawe na pesa zao, their own administration, wajisimamie. And I'm telling you, hizi shida ambazo tunaona hapa hatuwezi zipata. Na waache uchoyo jamani. Wapatie walimu wa junior school chakula. Asante Suleiman. Nafikiri itakutafuta wakati mwingine pamoja na watu wa NAT na KUPPET tuje tuzungumze mgogoro. Maana hapo ndo kuna tatizo pia. Nije kwako mwalimu Macharia. Unipe kauli ya mwisho, manake tuna dakika kama 6 peke yake. Sasa tutazungumza kauli za mwisho. Okay. Yangu ya kwanza haraka tu. Ya kwanza ni kuangalia mambo ya capitation. Serikali peane pesa kwa shule. Na vile serikali huwa inafanya, hata ukisikia waziri ama president akisema pesa tumepeana, huwa wanakata enrollment. Ikiwa shule iko na enrollment kama ya 1000 students, watapeana capitation ya watu 500. Kwa hivyo half ya student hawako kwa data ya ministry. Na wanafanya mitihani. Inatoka kwa serikali hivyo.
Si vile mwalimu hajapeana majina. Majina iko, lakini huwa inapotelea kwa hewa. Kwa hivyo watasema, ndio hili mgogoro huwa unasikia. Utasikia ati tumepeana pesa, walimu wako na pesa, lakini wamekata. Wale wanafunzi wamepewa pesa, idadi ya wanafunzi wale wamepewa pesa ni kidogo. Ile ingine ya mwisho kuna wale walimu walemavu. Mimi nitauliza, unaona wako na shida ya kupewa promotion. Wakati promotion zinatoka, unaona hao walimu hawaangaliwi sana. Ile 5% TSC it does not take into consideration walimu wenye ulemavu. Wale wako walemavu. Hata wao wanatakiwa wapewe promotion. Last year ya mwisho ni kusema ukiangalia walimu wa vile amesema comprehensive schools. Sisi tunasema unajua hii shida yote mingi inaletwa na sisi. Nyinyi walimu. Sisi tuseme kupeti. Ama washikadau kupeti na nati. Mimi naweza sema TSC ingefanya kitu moja. Hao walimu wa comprehensive kwa sababu wako in the primary section, wacha wote wakuwe wanati. Hii shida yote inaisha. Tosha hapo. Nije kwako Boaz. Asante sana. Dakika moja. Dakika moja. Kwanza kabla asante. Mbili nimeambiwa muelekeza anambia nikupe dakika 2. Asante. Jambo la kwanza, Ventura vile amenena ni ukweli mtupu, kwa sababu wako pale kwa ground. Na kwa ground vitu inakuwa different ama tofauti. Na kweli kabisa amenena, watoto na wazazi wao na guardians wako kwa the bookshops wanatafuta vitabu. Ndio. Kulingana na sera ya elimu, free and compulsory basic education, haya yote yangekuwa huko kwa shule. So lazima turekebishe haya. Pili, amesema kuna wengine pia bado wanatafuta namna ya kulipa zile levies. Ziondolewe mara moja. Lakini hao watoto wenye wako njiani wakienda shule, we wish them all the best, safe journeys. Lakini kuna jambo lingine, ndugu yangu Sam, ilitokezea hapa. Wakati Claudia alisema, kulingana na utafiti, tuko kwa CBC, CBE. Lakini kwa CBC hiyo transition ya junior to senior school, tunasema tunataka kuwa na STEM pathway ya zaidi ya 60%. Lakini walimu wenye tuko nao ni 33% peke yake. Angalia hiyo gap, hiyo mwanya. Ndiyo sababu sasa pengine unafika kwa grade ya 12 na mwanafunzi mwenye anajisomea STEM hajaona hata burette, hata Bunsen burner hajui. Sasa hiyo itakuwa hali gani? Sasa haitakuwa ni ile elimu bora vinye tunasema. So lazima tuangazie mambo ya financing, tuweke pesa ya kutosha, tununue vifaa vinye zinahitajika, tujenge maktaba, laboratories na hizo. Art and sports inakuwa ignored kwa wakati huu. Ndugu mwalimu, unajua watu wanafikiria ukisema art and sports ni kiwanja tu ya kukimbia. Sio hiyo. Kwa sababu unahitaji wale walimu wenye wamekoma, wamejua ni sports, ni kwa science ya sports inahitaji nini, kwa sababu kuna theory na pia unaenda practice. Kama hatujaweka hiyo inakuwa shida. Lakini mwisho, update schools. Unajua update schools kama Nairobi, mahali masharia anatokea. Nairobi 70% ya wanafunzi wanaenda kwa private school, na update schools inawekwa pale pia. So hivi kama serikali hawajaweka pesa ya kuhakikisha wamejenga mashule za public, tutakuwa na shida. Asante. Claudia, kauli yako ya mwisho. Kuongezea yale Boaz ameweza kusema na wenzangu, mambo ya disbursement, kuna delays ukweli. Kwa wakati tunapo collect data, tulipata 52.3% of schools ndo zilikuwa zimepata disbursement at that particular time. So bado kuna kiwango kikubwa cha shule ambazo hazikuwa zimepata pesa. Jambo lingine pia, na nakubaliana na Ventura vile ameweza present, inasema kuwa asilimia 34.3% ya shule ndo zilikuwa zimepata learning materials. So hizi changamoto ambazo ziko katika idara ya elimu, tuambiane ukweli kama washikadau katika sekta hii. Kwa sababu at the end of the day ni mtoto wa Kenya tunakosea.
Na sasa tusipozingatia walimu, vitabu, facilities zote kuhakikisha kuwa mtoto anasoma katika hali ambayo iko sawa, ni generation gani tutapata 5 years from now? Generation gani ya madaktari, ya walimu? Ni society gani ambayo tutakuwa nayo tusipo invest sahi vizuri katika quality education? Let there be, wacha kukuwe na accountability at all level. Kama ni policy maker at the community level, CSO, kama elimu bora, let us all be accountable. Na pia tuzingatie hali ya walimu wetu, kwa sababu hao ndio wameshikilia sana hali ya masomo ya watoto wetu. Welfare ya walimu isipokuwa sawa, if they are not motivated to teach, tunaweza kuwa na kila kitu ya infrastructure, but if the teacher is not motivated, we are not going to achieve the quality ambayo tunataka. Asante sana. Bila shaka ni Claudia Lagat ambaye ni afisa msaidizi wa ushirikishwaji wa sera katika shirika la Usawa Agenda, lakini pia mmekuwa naye Macharia Mugwe, katibu mtendaji wa chama cha walimu NAT hapa Nairobi, na Boaz Waruku, mshauri wa sera na mkakati katika shirika la elimu bora, lakini pia Salim Suleiman, mwenyekiti wa KUPPET katika kaunti ya Murang'a. Tumezungumzia hali ya elimu ya shule za msingi ya juu hapa nchini Kenya, ni JSS. Masuala yaliyojitokeza, kwanza kabisa tutatue mgogoro kati ya KUPPET na NAT ili tuweze kuwa na usimamizi mzuri na bora katika sekta ya elimu. Hilo litajitokeza, tutatafuta tuzungumze swala hilo. Lakini pia swala la maslahi ya walimu, lakini pia tuweze kuwekeza katika sekta ya elimu jinsi ulivyozungumza kwamba kuwe na maabara ya kutosha, kuwe na maktaba za kutosha, lakini pia rasilimali, hata walimu pia na waajiriwa wa kutosha wapewe mafunzo pia ya kutosha ili waweze kufanikisha elimu ya JSS. Lakini pia serikali pia izingatie tafiti ambazo zinafanywa, maanake zinachora picha halisi ya kile kitu ambacho kinaendelea kule mashinani. Manake amezungumzia UPBET na nafikiria shule ya Nairobi uilinganishe na shule ambayo ipo Turkana, Marsabit, ama ipo huko tuseme Samburu. Ni shule chache ambazo zina maktaba, lakini pia ambazo zina uwezo, walimu wana uwezo wa kuweza kupata hata internet, kuweza kudownload mwongozo wa kuweza kuwafunzia wanafunzi. Ni baadhi ya mambo ambayo tumeyazungumza hapa. Nafikiri sasa hivi ni jukumu kwa serikali kuweza kuchukua maoni kama haya ya walimu na washikadau wa sekta elimu ili kuweza kufanya kazi na kuiboresha sekta elimu nchini. Bila shaka Suleiman, najua kauli yako utafuta siku moja na wakuu wa KUPPET na NAT tuje tuzungumze swala hili. Kutoka kwangu Sam, niruhusu autonomy ya JSS usiweke chini. Angalia vizuri kwa sababu mimi nakutana nao na hawa ni walimu tumesomesha na hao ndio wamebeba hii CBC. Kwa hivyo tuwatafute tuzungumze. Asante sana. Haya, umepata mtetezi. Kutoka kwangu Sam Amani, bila shaka utaruhusu mtazamaji tuweze kukamilisha kipindi hiki cha yanayojiri leo hii. Nikutakia utazamaji mwema katika vipindi vilivyosalia hapa KTN. Kwaheri.